nchi yetu ya Tanzania, si ndio mtaalamu wa TFRA? Hii mbolea ni kwa ajili ya Zambia. Tunapozungumzia mbolea tunazungumzia swala la usalama wa nchi yetu, kwa sababu tukicheza na mbolea manake tunacheza na swala zima la uzalishaji wa mazao ya kilimo, na mkoa wetu wa Songwe sisi ni mkoa wa kilimo. Sisi tunategemewa kwa ajili ya kuilisha Tanzania, tunategemewa kwa ajili ya kuchangia kwenye jitihada za taifa za kukabiliana na changamoto ya usalama wa chakula, lakini kulilisha bara la Afrika. Sasa serikali inafanya kazi kubwa ya kuweka mazingira bora kuhakikisha kwamba tunazalisha kwa tija, alafu wanatokea watu wengine wanaingilia katikati kuweza kuhujumu huyu mchakato. Lakini pia zile zingine ambazo ziko kwenye hii mifuko, kwa kilichoandikwa ni tofauti na kile kilichopo ndani. Lakini tayari ziko mbolea ambazo zimeuzwa kwa wafanyabiashara wengine, mwenyewe anasema zimeuzwa kwa wakulima. Karibia mifuko 100 ngapi unasema? 600. Hawa wakulima wote ambao wamenunua mifuko 600, maana yake wanaenda kutumia kitu ambacho tofauti kabisa na vile matarajio yao wanayoyatarajia. Kwa hiyo sasa amefanya ribegi, hana vibali. Lakini licha ya kufanya ribegi, lakini anadanganya, maana yake anachakachua nini? Mbolea. Sasa ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali katika mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo niwaambieni watu wa TFRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, hatua kali za kisheria zichukuliwe. Uchunguzi wa hili jambo, kwa sababu uko wazi kabisa, sitarajii kwamba uchunguzi utachukua muda mrefu. Hii kesi iende mara moja mahakamani, ili na huyu bwana asikia hii sio kesi ya kwanza, sio mara ya kwanza, si ndio? Sio mara ya kwanza hawa watu kuweza kuwashika wakifanya tabia ya namna hii. Kwa inachoonekana kuna baadhi ya maafisa ambao wanashiriki kuweza kukwamisha hizi jitihada zinazofanyika za kupambana na hii biashara haramu. Kwa hiyo sasa linapotokea changamoto za namna, sisi maafisa wa serikali wenye wajibu wa kuweza kusimamia hili jambo, ni lazima tuwalinde wakulima. Na tayari alishaanza jitihada za kutembeza kutaka kutoa rushwa kwa baadhi ya watu, lakini kwa sababu tuna vyombo vya ulinzi ambavyo ni imara, vinajitambua, hajafanikiwa. Lakini hali kadhalika sasa tupitie kwenye lile daftari lake. Ni akina nani wameuziwa hiyo mbolea? Ni wakulima gani wameuziwa hizo mbolea? Kama kuna wafanyabiashara wameuziwa, wameshapeleka wapi kwenye maduka yao kwa ajili ya kuwauzia wakulima? Maanake tuziondoe hizo mbolea mara moja kwenye mzunguko. Lakini wale wakulima ambao wameuziwa, naamini details zake zitakuwepo kwenye daftari. Lazima tuzirudishe hizo mbolea, tuwaambie na huyu bwana awalipe. Sio tu kurejesha kwenye mfumo. Hao ambao wamewalipa, kwa sababu taarifa zake mwenyewe anajua nani amewauzia, wazirudisha, walipe pesa yao, ili wakulima wakaenda kununua mbolea ambayo ni sahihi. Una vibali vya kuribegi? Tulikuwa tunasubiria. Viko wapi? Ulikuwa unasubiri kutoka wapi? Wizara ya Kilimo. Kwa nini umeanza kufanya kazi ya kuribegi zile mbolea wakati hauna vibali? Nilikosa vibali baada ya kuona sasa hakuweka hamna. Kwa hiyo ukikosa vibali wewe unaanza kufanya kazi ya kuribegi. Sawa, hapo nimekosa mkuu. Nimekosa. Na mpaka sasa hivi umeuza kwa wafanyabiashara wangapi katika halmashauri ya Tunduma kwa zile mbolea ambazo tayari umesharibegi? Kuna mbolea baadhi chache wamechukua wakulima. Ndio mfanyabiashara wewe. Mbolea kiasi gani ambao umeuzia wakulima mkoa wa Songwe? Mifuko 640. Na kitu kilichokuwa kinafanyika ni kwamba kuna zoezi la ribegi lilikuwa linafanyika kwenye mifuko, lakini taarifa sisi kama mamlaka tulikuwa hatuna taarifa hiyo. Kuna mbolea zilikuwa zinahamishwa kutoka kwenye mifuko kwenda kwenye mifuko mingine bila kibali, na mbolea hizo zimekamatwa lori moja, lakini mhusika ameweza kusema kwamba alipokea lori 9 na zote alikuwa ameshazifanyia rebagging. Lakini pia tumebaini humu ndani pia kuna mbolea ambayo haitumiki nchini, inaitwa D compound ambayo ni NPK 10-20-10 ambayo usajili wake unatumika Zambia, lakini kwenye sisi hapa haitumiki. Na mifuko mingine ambayo tumeikuta ni hapa ambayo ni mbolea ya HK NPK 1172, ni mbolea ambayo pia kwa jinsi ambavyo tumefanya upelelezi wa awali ni kwamba mbolea hii imehamishwa kutoka kwenye mbolea ambayo ni ya NPK ya tumbaku 10-18-24 na kuwekwa kwenye mifuko hiyo kinyume na taratibu. Kwanza, hamna kibali cha kufanya hivyo, lakini pili, mbolea hiyo sio yenyewe ambayo imewekwa. Kwa hiyo mifuko inasomeka NPK 1172, lakini kule inakotoka kwenye mifuko ya mbolea nyingine ni NPK 10-18-24 ambayo ni mbolea ambayo inatumika kwenye tumbaku. Na mbolea hiyo pia ilikuwa haijaruhusiwa kufanyika hivyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo huyu mtu amefanya uchakachuzi
wa kubadilisha mbolea na kuuza mbolea ambazo ni tofauti na kinyume na maelekezo ambayo sisi tunayatoa. Lakini sio tu, imekamatwa vitu mbalimbali ambavyo anavitumia kufanyia uhalifu huu wa kulibegi hii mifuko ya mbolea. Moja, imekamatwa mashine ambayo tutaiona baadaye, mashine ya kushona kwa ajili ya kushonea ile mifuko, lakini mifuko tupu 1479 ya UNPK ambayo nimeitaja. Lakini pia limekamatwa gari namba T 206 ELV na trailer lake namba T 949 ELR aina ya Scania ambayo limekamatwa likiwa na hiyo mbolea ambayo nimesema, ambayo ilikuwa inalibegi mifuko 640. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi tukishirikiana na wataalamu wa NFRA pamoja na sekta zingine tuhakikisha kwamba ushahidi unakamilika kwa wakati, na ikithibitika basi faili itapelekwa kwa wataalamu wa sheria ili iweze kushtakiwa na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa.